wakati umezeeka ndio anze kupambana. No, muda ambao uko nao utumie vizuri. Ukifika muda ambao hauna nguvu, utajishukuru mwenyewe kwa namna ambavyo ulipambana wakati ulipokuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajishukuru mwenyewe kwa kuheshimu muda ambao ulikuwa na nguvu, namna ambavyo ulitumia kwa heshima. Tunaambia kwamba tukomboe wakati, ina maana kutumia muda kwa kusudi. Sio kwamba unajikuta kwamba ni kila siku ni kucheza drafti, kila siku ni kucheza bao, kila kitu ni kufanya mambo ya ajabu. Ni kweli kuna wakati unaweza ukarefresh kwenye michezo, lakini lazima ujue thamani ya muda. Lazima ujue thamani ya muda. Usipoheshimu muda, majuto ni sehemu yako. Majuto ni sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wanasema kwamba majuto ni mjukuu, kwa sababu majuto huwa yanakuja baada ya kugundua kwamba kitu fulani hukukithamini ukakipochezea, ndipo ambapo majuto huwa yanakuja. Fedha ukipotea inaweza kurudi, lakini muda ukipita hauwezi kurudi. Anayeweza kurejesha muda ni Mungu tu, katika namna ya kutenda muujiza. Tutaweka hili somo ili liweze kueleweka vizuri, namna ambavyo Mungu huwa anarejesha muda uliopotea kwenye maisha ya mtu. Uwekezaji wa muda ni kufanya kazi ambayo unatakiwa uzalishe, iongeze thamani kwenye maisha yako. Sio lazima ilete fedha tu, ni kuleta kama ni biashara fanya, kama ni kujifunza study mpya jifunze, kusoma vitabu vya maarifa jifunze, soma hivyo vitabu. Kuomba na kujenga maisha yako ya kiroho ni kitu cha msingi. Tenga muda wako kwa ajili ya kuomba. Unapokuwa unaenda ibadani, unaenda kanisani, unashiriki mikutano, matukio ya ibada, haupotezi muda. Pale unajenga maisha yako ya kiroho. Jenga mtandao wa watu sahihi. Kuwa na watu sahihi, watu ambao wanaweza kukusaidia. Yesu mwenyewe alikuwa na watu ambao walikuwa na nguvu kule serikalini ya kuweza kwenda kwa viongozi wakubwa na kudai mwili wa Yesu. Walikuwa na nguvu ya kifedha ili wauzike mwili wa Yesu. Kwa jenga mtandao na watu sahihi. Usiseme tu kwa sababu sina kazi basi nikae. No. Hiyo sio hekima. Yesu mwenyewe aliwekeza kwa miaka 3 tu. Lakini alijaza kwa kusudi. Kwa miaka 3 tu ametengeneza kusudi ambalo linaishi milele na milele, wala haliwezi kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano kama kwenye nchi yetu ya Tanzania, vijana wengi sana tuna simu, tuna smartphone. Unasema kwamba sina kazi, lakini muda wote una smartphone yako, unakesha TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, unaangalia wanenguaji wakata viuno, unaangalia vichekesho tu muda wote. Unajaza kichwa chako hisia badala ya kujaza kichwa chako maarifa. Ni vitu ambavyo havitakusaidia kitu. Havitakusaidia kitu. Ukimaliza kucheka hapo, mchekeshaji pale amekuchekesha, umecheka zako, imeisha hiyo. Baada ya kumaliza kuangalia hapo, unadhani kwamba umetoa stress. Ukimaliza kucheka hicho kichekesho, hivyo vituko, unajikuta kwamba ile shida bado iko pale pale. Changamoto